Karibu mpenzi mtazamaji katika kipindi cha Kahawa au Chai sehemu ya pili, meza majadiliano. Leo kwa mara nyingine tena ninakukaribisha katika kipindi hiki nikiwa na furaha kabisa, kwa sababu ndio tunafikia mwisho wa mwaka huu na kukaribisha mwaka mwingine mpya wa 2026. Na leo hapa nina mgeni wangu ambaye kama kawaida mnavyojua tunakuwa na mgeni ambaye tunamkaribisha katika kipindi hiki na tunakuwa na mada maalum. Basi leo tutazungumzia hasa juu ya mwezi huu Disemba na umuhimu wake wa ukusanyaji wa kodi. Na hivyo basi nimekuwa hapa studio au katika kipindi hiki na afisa mkuu wa usimamizi wa kodi kutoka Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA, ndugu Hamad Mtere. Karibu sana katika kipindi chetu hiki cha Kahawa au Chai. Asante sana ndugu mtangazaji Bwana Mchimbi, ndio kwa kutupa fursa hii ya kuzungumza na chombo chenu hiki cha habari kwa maana ya TV yetu ya Tumaini, ili kupitia jukwaa hili tuweze kuzungumza na walipa kodi pamoja na Watanzania wote kwa ujumla kuhusiana umuhimu wa mwezi wa Disemba, kwa maana mwezi huu wa 12 katika swala zima la ulipaji wa kodi. Naam. Na leo katika Kahawa au Chai, kama unavyojua tukiwa kwa studio, kama tumezoea kwa studio na pale unapata kahawa kidogo au chai, lakini leo tumeamua tuondoke kidogo studio, tuje ofisini kwako kidogo na kuweza kuongea haya ambayo kama tulivyosema kuhusu mwezi huu Disemba na umuhimu wa ukusanyaji wa kodi. Na mimi nina furaha kidogo, angalau siku moja unatoka unakwenda upande wa pili. Basi katika hili ambalo tunataka kuzungumzia leo, nilipenda sana nijue, kwa sababu tutazungumzia kodi na kodi nasikia kwamba zipo za aina mbalimbali. Tungeanzia hapo kwamba kuzifahamu hizi kodi ambazo tunasema tunataka kuzizungumzia hasa kwa mwezi huu wa Desemba mwaka huu 2025, tukiwa tunajiandaa kwa mwaka huu 2026. Ni kodi gani hasa tunazizungumzia? Asante sana ndugu Mchimbi. Kwa ujumla kodi tunazigawanya makundi mawili. Zipo kodi za moja kwa moja na kodi zisizokuwa za moja kwa moja. Kodi za moja kwa moja ambapo Kiingereza nasema direct taxes ni kodi ambazo zinahusiana na mapato ya mtu, mapato yanayotokanayo ama na biashara au uwekezaji au ajira, kodi za mapato. Sasa huku kwenye biashara na kwenye uwekezaji au kwenye ajira ndio tunapata aina za kodi ya mapato. Kwa hiyo kwa maneno mengine, hizi kodi za moja kwa moja ni zile kodi za mapato. Sasa pato unampata ama kwa kuuza rasilimali au umefanya biashara au umelipa mshahara, umeajiriwa, ndio mapato ya kodi ya mapato. Lakini upande wa pili wa kodi zisizokuwa za moja kwa moja ni kodi zote ambazo zinatokana na ulaji. Kwa Kiingereza wanasema consumption type of taxes. Yaani hizi zinatokana na matumizi. Kama unatumia bidhaa au huduma ndio tunasema umekula, ndio ulaji uko pale. Kwa hiyo kundi la pili ni kodi zote zinatokana na ulaji. Katika kundi la kwanza la kodi ya mapato, kodi ya mapato ina sura tofauti. Unaweza ukawa na kodi ya mapato yatokanayo na biashara iliyofanywa na makampuni. Kwa ile kodi Waingereza wanaita ni corporate income tax. Kodi ya mapato ile, lakini hii inalipwa na makampuni. Lakini kodi ya mapato hiyo inaweza ikalipwa na mtu mmoja au mtu binafsi, unapata individual tax au personal tax. Lakini kodi ya mapato hiyo inaweza ikalipwa kutokana na malipo ya mishahara na marupurupu mengine yatokanayo na ajira. Tutasema ni pay as you earn,
lipa kadiri unavyopata. Na ni kodi ya mapato hiyo. Lakini kodi ya mapato hiyo unaweza ukaipata pale ambako umeuza rasilimali ukapata cha juu, kile cha juu tukaje kukitoza kodi. Tunasema capital gain tax. Hiyo nayo ni kodi ya mapato. Lakini kodi ya mapato hii unaweza ukaikata pale ambapo unamlipa mtu kipato. Mtu ambaye sio rahisi kumnet au kumuingiza katika wigo wa kodi. Unasikia neno withholding income tax. Yaani kodi ya mapato inayokatwa kwenye chanzo. Tunasema withholding. Yaani umeizuia yule unayemlipa kile kipato, umlipi chote. Unazuia kile cha kodi, kile cha Kaisari unakizuia kwa niaba ya Kaisari. Kwa sababu ungempa chote, si ajabu yule mtu hata tini hana, hajasajiliwa, nasema kwamba sio rahisi kumuingiza kwenye wigo wa kodi. Hiyo nayo bado ni kodi ya mapato. Lakini kodi ya mapato hiyo unaweza ukaitoza kwenye kitu tunasema DST, Digital Services Tax. Tuna makampuni makubwa ambayo yanatoa huduma hapa Tanzania za kimtandao. Hayapo hapa wala hayana ofisi hapa. Inaitwa digital DST, Digital Services Tax. Sasa haya makampuni makubwa akina Meta hao. Hao wenye huduma za WhatsApp, Facebook, Instagram na kadhalika. Yako Ulaya, lakini huduma zao zinaliwa hapa. Sasa hawa kuna utaratibu maalum wa kutoza kodi 2% tu kutoza digital services. Hiyo ni aina nyingine ya kodi ya mapato. Kwa hiyo hizo ndizo kodi hizo za mapato. Lakini ukumbuke msingi wa mapato unaweza kuwa unatokana ama na ajira na biashara au na uwekezaji. Sasa upande wa pili huu wa kodi hizi zilizokuwa za moja kwa moja, kuna kodi maarufu sana inaitwa VAT, yani kodi ya ongezeko la thamani. Value added tax. Hii inatozwa mlaji. Tunasema yule final consumer, mlaji wa mwisho ndiye anayekusudiwa kubeba mzigo wa hii kodi ya VAT. Anaubeba vipi? Katika mlolongo mzima, huu tunasema the chain of supply and distribution of goods and services. Mlolongo mzima wa usambazaji wa bidhaa na huduma. Ukianzia juu, yule extractive industry, mtu anayeanza kutafuta ile mali, ama amechimba au amekata msituni au amechimba kwenye mgodi, ana mlolongo kwamba atakwenda atamuuzia processor au manufacturer, mtengenezaji, sio? Mtengenezaji akitengeneza ataenda atamuuzia wholesaler, mtu anauza jumla. Mtu wa jumla atamuuzia mtu anauza rejareja. Rejareja atamuuzia mlaji wa mwisho. Sasa hawa wote niliwataja huku juu, kila mmoja wakati wa kuuza anatoa kwanza, sema anafanya ile crediting mechanism. Anatoa kwanza kodi yake aliyolipa kwenye manunuzi yake. Halafu kile cha juu kitofauti ndio anakisogeza mbele ukilipa TRA. Kwa maana tunasema hii VAT ulipolipaji wake ni tofauti kati ya kile wewe ulichokusanya wakati unauza, unatoa kile ulicholipa wakati unanunua, alafu ile tofauti ndio unawasilia TRA. Tunasema output VAT minus input VAT is equal to net amount of VAT payout. Kwa hiyo utalipa kile ambacho ndio tofauti. Sasa kwa nini unafanya hivi? Utaratibu wa kunet off namna hii ndio unakupelekea kwamba unakwenda unasogeza ule mzigo mpaka mlaji wa mwisho, kwa sababu hana mwingine wa kumuuzia ile net off, yeye ndiye atajikuta ndiye amelipa VAT. Ndio maana inaitwa value added tax, yani kodi unayolipa kile kinachoongezeka tu pale kwenye ongezeko la thamani. Ndio mnyororo unavyoendelea ile thamani inaongezeka. Hiyo ndio VAT. Lakini kodi nyingine vile vile ambayo ni ulaji inaitwa excise duty. Kwa Kiswahili tunasema ni ushuru wa bidhaa. Na hii ndugu mtangazaji na wasikilizaji wetu watofautishe kwamba hizi kodi tunazotafsiri kwa Kiswahili, kuna kodi tunaita ushuru wa bidhaa. Lakini kodi tunaita ushuru wa forodha. Watu wengi sana wanachanganya kati ya ushuru wa bidhaa na ushuru wa forodha. Ushuru wa forodha unatozwa kwa zile bidhaa zinazoingia kutoka nje ya nchi. Kwa hiyo zinapita forodhani. Forodhani maana yake ni customs. Kama mipakani, mipakani, viwanja vya ndege, bandarini, hiyo ndio mipaka. Tunasema entry and exit points. Hiyo ni mipaka yetu. Sasa ule ushuru kwa sababu hii bidhaa sio ya hapa, imetoka nje, lazima uchangie, na saa nyingine inasaidia kufanya leveling
ya bidhaa zilizozalishwa nchini zilizoingia kutoka nje ya nchi unaitwa ushuru wa nini? Wa forodha. Lakini ushuru wa bidhaa ni excise duty. Hii inakata cross. Bidhaa zilizoingizwa nchini zipo baadhi zinatozwa hiyo ushuru wa bidhaa. Na zilizotengenezwa ndani ya nchi nazo nyingine hutozwa ushuru wa bidhaa. Kwa hiyo tofauti ya ushuru wa bidhaa na ushuru wa forodha ndio hiyo. Kwamba hii ya ushuru wa bidhaa ni aina ya kodi ambayo ipo kwa ajili ya Kiingereza sema is a deterrent measure. Ipo kwa ajili ya kufanya kuzuia. Yaani lengo kubwa la hii kodi sio kusanya tu kodi. Kwa hivyo kuna mambo ya kuzuia matumizi ambayo sio mazuri. Serikali inapoona hizi bidhaa zina madhara kwa ajili ya afya ya watu wetu, tunaweka ushuru wa bidhaa. Inapotaka kulinda viwanda vyetu na ajira zetu, tutaweka ushuru wa bidhaa. Unapotaka kulimit matumizi ya anasa, watu wetu wasivute sigara, wasinywe pombe ovyo, tunaweka ushuru wa bidhaa. Kwa maana huu ushuru wa bidhaa excise duty ipo kwenye bidhaa za anasa na bidhaa zenye madhara ya kiafya na zenye madhara ya kiuchumi. Sasa tumeita ushuru wa bidhaa kwa sababu ipo kwenye bidhaa kwa kiasi kubwa zaidi. Lakini kwa miaka ya karibuni zipo sasa hivi hata huduma nyingine services ambazo nazo zina huu ushuru wa bidhaa. Kwa hiyo naamini huko tunakoenda Kiswahili kinavyokuwa sasa tutauita ni ushuru wa bidhaa na huduma, kwa sababu haipo tu kwenye bidhaa peke yake sasa hivi. Zipo huduma nyingi, hasa huduma hizi zetu za service za kielektroniki. Kwa hiyo communication zina ushuru huu wa bidhaa. Kwa hiyo baadaye itakuwa ni ushuru wa bidhaa na huduma. Nimekusikiliza kwa makini sana na nimeona kodi zipo za kutosha. Hivi kuna mmoja anaweza karuka asilipe kodi katika hizo zote ulizotaja? Yaani asihusike kwa lolote? Kwa Mtanzania kwa mfano. Zile kodi za moja kwa moja kutoka na kipato. Mtanzania ambaye hana kipato atalipa kodi. Maana ana kipato. Lakini vile vile kwa Tanzania ambao wana vipato vidogo, sheria imewasamehe kodi. Kwa mujibu wa sheria yetu, Mtanzania huyu mwenye kipato kidogo katika minimum wage, katika pale ambapo tunaongezea kodi ya jumla, mshahara wa chini ya 250,000, ndio kama mshahara chini ya 270,000 samahani, halipi kodi. Kama tunaongelea kipato kile cha mshahara sawa, au kipato kingine halipi kodi. Lakini kwa wafanyabiashara wetu nao tumegawanya makundi mawili. Kuna wafanyabiashara wakubwa na wadogo. Sasa hao wadogo ambao kitaalamu tunawaita presumptive traders, hawa tumewaganya makundi manne. Lipo kundi dogo la mtu ambaye turnover mzunguko hawa wadogo, kwa sababu hawatuzi mahesabu, huwezi ukamtoza kodi kulingana na faida. Sababu hata faida yake zingine haijui, hatunze mahesabu. Kwa hiyo tunasema hawa tutawatoza kodi kulingana na turnover, yani mzunguko wake kwa mauzo. Sasa mzunguko wa chini kabisa ni mtu ambaye ana mzunguko usiozidi milioni 4 kwa mwaka. Huyu ni Tanzania mnyonge, sheria imemsamehe kodi, halipi kodi kabisa. Ila kwa Mtanzania kama mimi ambaye ninaweka vocha kwenye simu yangu, ninanunua maji. Nitakuja huko ndugu mtangazaji. Nisije kwa tuzungumze hii ya mapato. Unajua hiyo kununua ile ya matumizi ya upande pale kwamba indirect. Huko ndipo kuna makundi mawili. Hii ya mapato tunasema kwamba kuna kundi la kwanza la huyu ambaye hazidi milioni 4, huyu halipi kodi. Na ndugu yake mwingine ambaye halipi kodi. Mtu wa bodaboda. Kwa mabadiliko yetu ya sheria za kodi za mwaka huu, bodaboda tumeweza kwenye ile kundi. Bodaboda yeyote halipi kodi ya mapato. Hivi mtu anafanya kazi ya bodaboda, serikali yetu sikivu imemsamehe. Kwa hiyo vijana wa bodaboda sasa hizi kwa raha zao. Ili wahakikishe kabisa kwamba kazi na utu unasonga mbele. Kwa hiyo mimi mtu wa bodaboda akinichukua nikamwambia bwana, nyinyi mnasemewa kodi bwana, hebu nipunguzie kanauli kidogo mpaka pale tu na nini, kumbe naweza nikaanzia hapo. Lakini sasa unajua unamsamehe, maana yake ni kwamba ashasabika yeye ni mdogo. Sasa ukituma tena na kanauli ya kupunguzia unazidi kufanya mdogo zaidi. Unamdogosha zaidi. Hujamsaidia hapo. Bodaboda mambo yenu mazuri mambo yenu mazuri. Sasa msipotoka hapo inakuaje tena? Tokeni hapo sasa. Maana huu msamaha haufiki miaka yote. Kipindi hiki ndio na nyinyi sasa kutengeneza. Kodi imewekwa pembeni. Tengenezeni mambo yenu yakae sawa sawa, mwe wafanya biashara wakubwa. Maana wahenga walisema kijua ndio hiki. Usipoanika utautwanga mbichi. Unaona sasa? Wewe tumie hivyo. Wahenga walinena. Sasa
Nafurahi sana kupata sasa. Swali la msingi lilikuwa aina za kodi, umezielezea na ulikuwa unaelezea hapa sasa hizo kodi hasa zinazohusiana na mapato. Bado napenda sana kwamba ile kodi ya kwanza nisilitaja. Kuna kodi la pili kwenye wadogo. Ndio. Hawa sasa unakuta inaanzia milioni 4 mpaka milioni 7. Hawa sheria ya milioni 4 kwa yani unakuta yale mauzo yake ya mwaka mzima yapo hapo baina ya milioni 4 na 1 mpaka milioni 7. Huu sheria imesema alipe laki moja. Hawa si ndio wanasema kama wafanyabiashara wakati au ndio sema wajasiriamali wakati. Sio. Bado tunasema ili kundi la wadogo tumeligawanya tena katika vikundi vidogo vinne. Hawa bado ni hao wadogo. Bado. Maana sisi mfanyabiashara yetu mkubwa anapokuwa na mauzo anaanzia milioni 100 kwenda juu. Lakini milioni 1 kushuka chini huyu bado ni mdogo. Sasa huyu wakati ndio yupi? Huyu wakati ndio yupi sasa? Utamuona. Nitamuona. Wewe mtangazaji, mimi mtazamaji, mimi nina haraka kama ulivyokuwa na wewe una haraka ya kujua, kutamani kujua mambo. Nataka tumalize haya kwa sababu mambo ya msingi kutokana na mada yetu. Nataka nikuulize. Nisije tukakosa ukasema muda umeisha bure. Na wewe upo bize mwisho wa mwaka huu. Wewe tu mwenyewe na kipindi chako. Tuendelee. Sasa twende huyu mfanyabiashara mdogo wa kuanzia hiyo milioni 4 mpaka 7. Huyu halipi. Huyu analipa laki moja. Analipa laki moja. Na yule anaanzia milioni 7 mpaka 11 ndio analipa laki 2.5 kwa mwaka mzima. Huyu laki 2.5. Kuanzia milioni 7.1 mpaka milioni 11. Huyu analipa laki 2.5 kwa mwaka. Bado analipa kwa installment, yani kila kipindi cha miezi mitatu. Wewe unachukua ile laki 2.5 unagawanya kwa unapata shilingi 62,500. Hiyo ndio kila baada ya miezi mitatu atalipa 62,500. Analipa kwa awamu. Maana sisi kodi zetu tunazilipa kwa awamu. Ndio maana umuhimu wa Disemba unakuja hapo sasa. Kwa sababu kama mwaka wa kalenda tunaugawanya miezi mitatu. Ina maana tuna mwisho mnamo au kabla mwezi Machi, mnamo au kabla mwezi Juni, mnamo au kabla mwezi Septemba na mnamo kabla Disemba. Hata tufikie mnamo au kabla Disemba. Kwa hiyo ndio installment ya mwisho. Ndio unamaliza kila kitu. Disemba ndio sasa unatakiwa tufunge mahesabu. Kuhakikisha kila kitu kimekaa sawa. Tulikuwa tunakudai madeni ni Disemba. Na ukivuka hapo tayari unajikuta umeshaingia kwenye lile kundi la adhabu sasa. Penalty. Sawa. Basi tumalizie kwanza hizi kodi hizi pamoja na hao wafanyabiashara tumefika mpaka ukitoka huyu wa 11 sasa tunakwenda ndio kundi la mwisho kwenye wadogo anaanzia mauzo ya milioni 11 mpaka milioni 100. Huyu analipa 3.5% ya mauzo yake. Unachukua ile mauzo yote aliyouza unapiga mara 3.5%. Hiyo ndio kodi anayopata kulipa kwa mwaka mzima. Nayo ukishaipata unaigawanya mafungu manne ili naye apate hiyo fursa ya kulipa kwa awamu 4 tofauti kwa mwaka mzima. Huo ni upande wa hiyo kodi ya mapato. Sasa hawa wanaanzia milioni 100 kwenda juu. Hawa ni wakubwa. Sawa? Na ukubwa wao wanatakiwa sasa wawasilishe mahesabu. Yaani waandae financial statement. Kwa hiyo hawa watalipa kodi kulingana na faida halisi. Kulingana na faida halisi. Hatuangalii tena mauzo hapo. Hapo tunaangalia faida halisi amepata. Kwa hawa hatuangalii mtaji. Sawa? Bali tunaangalia faida. Lakini kwa wale wadogo hatuangalii mtaji wala hatuangalii faida. Tunaangalia ni mauzo. Ndio msingi wa kukotoa kodi inatakiwa alipe. Sawa. Na wasiwasi usije ukasahau wale wafanyabiashara wakati ndio wakina nani. Maana hapa bado hujaniambia umeshaenda kwenye wakubwa. Sasa hawa wakati ndugu yangu, ndio. Hawa wakati wanaweza wakapatikana kwenye kundi la kuanzia 100, kuanzia 11 mpaka 100, lakini vile vile hata hao wa 100 kwenda mbele wako wakati. Wako wakati. Hapo sasa na kusikiliza kwa makini. Hapo tunakwenda kuangalia suala tunasema turnover. Kwa mfano mwaka huu tumerekebisha sheria kwamba ili ritani ipokelewe TRA, ile ritani ya mapato sawa? Ndio. Iko ritani ambayo inatakiwa ipate certification, yani ithibati ya mhasibu mwenye CPA, na iko ritani ambayo unaweza kuleta tu bila ithibati. Tukasema kwa wafanyabiashara wetu ambao ni individual, sio makampuni, ni yule ambaye
atakuwa na ile gross turnover, ile turnover yake ambayo haizidi milioni. Sasa hiyo term kwa Tanzania wa kawaida kabisa, hebu mfafanulie hiyo. Nataka nini ili huyo Mtanzania sasa aweze kujua tofauti kati ya mfanyabiashara wa kati na mfanyabiashara mkubwa. Hata tunasema hawa wote ambao tumesema kwamba hata kama sio kampuni, lakini lazima hesabu yake ithibitishwe na mhasibu wa CPA. Sawa? Lakini ukiangalia kwamba hayo mauzo yake, kama gross turnover, yani yale mauzo yake kabla hajatoa gharama zozote hayazidi hizo milioni 100, huyo ni biashara wakati. Unakuta huyo anaandaa mahesabu na anatafuta mtaalamu wa kucertify, lakini bado unasema wewe tunakuruhusu usifanye nini? Udhibitishiwe na mhasibu. Hii hesabu tuletee. Huyo ni mfanyabiashara mkubwa ndio wakati. Mkubwa kabisa yule lazima apate certification. Unakuta huyo anaandaa mahesabu. Kwa hiyo nasema mfanyabiashara wakati kwa definition tunaona sasa hivi yule ambaye naye anatakiwa aandae hesabu. Lakini sio lazima zipate ithibati ya mhasibu wa CPA. Unakuta sheria inamtaka aandae hesabu kwa sababu ni mkubwa. Lakini sasa bado unasema bado anatakiwa bado level fulani akue. Na sio bado, lakini wewe andaa hesabu, lakini sio lazima ithibitishwe. Tuletee tu hivyo hivyo uzaandaa mwenyewe, yule ni wakati. Yule ni wakati. Sawa. Mpenzi mtazamaji, bila shaka unaelewa juu ya kodi hizo. Tunazungumza, tunapata ufafanuzi zaidi ya juu ya hizo kodi ili tuzipate kuzielewa. Wakati mwingine tukitembelewa na maafisa wa mamlaka ya kodi, mamlaka ya mapato Tanzania, TRA, tunashangaa tu. Yaani tunaambiwa kodi alafu kuna kodi hii, kuna kodi, unaanza kushangaa. Kwa hiyo ni muhimu sana kufahamu vitu hivi, tupate elimu ya mlipa kodi ili mambo yetu yaende sawa. Na tuna mengi sana leo ya kuweza kujifunza hapa kutoka kwa afisa mkuu wa usimamizi wa kodi kutoka mamlaka ya mapato Tanzania, TRA, ndugu Hamad Mtere. Na mimi kama kawaida January Nchimbi na kuambia kwamba tupumzike kidogo tu, alafu tutarejea hapa ili tuweze kupata mengi zaidi. Tafadhali usiondoke, baki pamoja nasi, tunarejea hivi punde. Tumsifu Yesu Kristo. Watu wengine wanadhani mtoto mtakatifu ni kupoteza muda wao kwenda kanisani. Watu wengine wanadhani mtoto mtakatifu ni kupoteza muda wao kwenda kanisani. Na mpenzi mtazamaji wa Television Tumaini, hususan katika kipindi hiki cha kahawa au chai, sehemu ya pili, meza majadiliano. Leo kama nilivyosema hapo awali kwamba tunazungumzia juu ya mwezi huu Disemba. Na mwezi Disemba tunazungumzia mwisho wa mwaka. Na umuhimu wa ukusanyaji wa kodi. Hapa ninaye mgeni wangu, si mwingine ni afisa mkuu wa usimamizi wa kodi kutoka mamlaka ya mapato Tanzania, TRA, ndugu Hamad Mtere. Naona yeye mwenyewe mkiangalia anatabasamu vizuri sana, maana yake anafurahi kuweza kuongea na sisi walipa kodi. Na mimi nikitabasamu maana yake ninafurahi kujiwa na elimu hii, au sio? Sawa. Nikushukuru kwa kuendelea kubaki nasi. Ni kahawa au chai, meza majadiliano. Na pale awali tulikuwa tunazungumzia hasa juu ya
hizi kodi za mapato, na yule umeshazungumzia mfanyabiashara mdogo katika udogo wao katika nafasi mbalimbali, lakini mfanyabiashara wa kati ambaye nilikuwa ninakudai sana, lakini ukawa umetoa ufafanuzi mzuri sana. Kwa hiyo mfanyabiashara wa kati akipata certification, yani akipata uthibitisho, ithibati kutoka kwa mhasibu mwenye CPA, huyu anaonekana anataka kuhamia kwenye mkubwa sasa, anaelekea kukua. Na mkubwa tunajua hii ni obvious, yani ni moja kwa moja kwamba lazima apate ithibati ya huyu mhasibu mwenye CPA. Na vivyo ni kwamba inaweza ikawa kampuni au mtu binafsi. Kwa hiyo hilo tuliweke sawa kwamba miaka ya nyuma watu binafsi tulihesabu tu kama wote. Lakini sasa hivi mamlaka ya mapato Tanzania imeanzisha ofisi maalum kwa ajili ya wafanyabiashara binafsi wakubwa. Sio kampuni lakini tunasema. Tunasema high net worth individuals. Hao mnawafuata wenyewe, wana kitengo chao maalum cha kuwashughulikia. Ndio tukasema na wenyewe sasa hivi za ulao zinapata ithibati. Lakini wafanyabiashara wakati ambao wamekuwa kwa dai sana, nao wana kitengo chao maalum ndani ya idara yetu ya DRD. Domestic idara yetu ya walipa kodi wa ndani. Kuna kitengo maalum kinaitwa Medium Taxpayers Department, MTD. Yani hicho cha wakati medium. Kwa hiyo unakuta mtu tunadili naye na tunampa huduma kulingana na kiwango chake. Kwa hiyo nyinyi TRA inaonekana mnatujali sisi walipa kodi. Kama mnatufungulia kitengo maalum au ofisi maalum kwa ajili ya mnampata mtu binafsi, yani amefikia level fulani hivi, mnataka kumhudumia. Kila mmoja anakumbuka kutokana na status yake. Hii inaonekana kwamba kuna idara yake inaitwa LTD, wale wakubwa kabisa. Large Taxpayers Department. Idara maalum unadili nao kulingana na kiwango chao. Hawa wakati wana kitengo chao kinaitwa MTD, Medium Taxpayers Department. Nao tunawapa huduma kulingana na kiwango chao. Na wale wadogo wa presumptive wana kitengo chao tunasema Small Taxpayers Department. Small Taxpayers Department Unit, ambao ni department ndani ya idara yetu ya kodi za ndani. Kwa hiyo wadogo wana kitengo chao, wakati wana kitengo chao, wakubwa wana kitengo chao. Sawa. Sasa kiongozi wangu, director wangu wa kipindi hiki, naona kwamba ananiambia kwamba muda wako unakimbia sana, na sisi unataka kitu kimoja, kwa mwezi Disemba tumesema una umuhimu wake katika ukusanyaji wa kodi. Nataka nijue kwamba kwa mwezi huu Disemba TRA ina mkakati gani au na kampeni yoyote inayohamasisha ukusanyaji wa kodi, maana ndio tunafunga mwaka na kila mlipa kodi na TRA wenyewe mnapenda mambo yenu yawe clear. Unapoingia mwaka mpya unakuta mambo yako yamekaa vizuri, kule unaanza hata na mipango mingine. Dr. Razali, mwezi Disemba ni mwezi muhimu sana katika ukusanyaji wa kodi, kwa sababu ndio mwezi ambao hizi installment zetu 4 nilizozitaja ndio tunafunga installment ya mwisho ya 4. Hata kama mtu alilegeleka hapa katikati akaomba asogezewe kidogo, huwa hasogezewi nje ya mwaka. Sasa mwaka unaisha, malizia kodi yako awamu ya 4 na lipa madeni yako iwapo una deni lolote. Usije ukapinduka ukaenda mwaka mwingine, kwa sababu kwa kupinduka kuna mwaka mwingine tayari utajikuta unapata penalty au unalipa riba zisizokuwa na sababu. Kwa hiyo mwezi wa 12 tunafanya kampeni ya kuhamasisha watu tumalizane hapa, ili tukianza mwaka mpya sasa tunaanza na mahesabu mapya. Haya madeni tusihame nayo, kwa sababu athari za kuhama na madeni ndio hivyo kwamba zitakupelekea mlipa kodi wetu ubebe mzigo wa kulipa riba, ubebe mzigo wa kulipa adhabu. Hatupendi tukafika huko. Lakini kwa kodi nyingine hizi za consumption, mwezi wa 12 ni mwezi wa matumizi. Watu wanatumia sana. Ni mwezi ambao una sherehe nyingi za Krismasi na mwaka mpya. Ni mwezi ambao watu wanafanya vacations. Wanakwenda kutembea, watembelea mbuga za wanyama, watalala kwenye mahoteli. Na kila wanapotembea wakitumia, ndipo na sisi tutakuwa tukinge kodi kwa bidii kubwa. Kama nilivyokuambia hapo mwanzo kabla tumeanza kipindi kwamba ndio mwezi ambao mvua zinanyesha. Na kama mvua zinanyesha, wajibu wetu sisi kwenye kodi ni kukinga maji
kadiri ya uwezo wetu. Vinginevyo mvua zitakatika, ulikuta na ilikuwa kuna maji. Ujanja wa mvua ni kukinga maji. Atakayekinga pipa atakuwa na pipa la maji. Atakayekinga na ndoo atakuwa na ndoo ya maji. Sasa sisi tunachukua vibakuli, vindoo, mapipa, tunakinga maji kwa mwezi wa 12. Ndio muhimu wake. Ni mwezi wa matumizi, na sisi tushiriki kwa kupitia matumizi hayo tukusanye kodi. Kwa hiyo ndugu mfanyabiashara, kadiri na wewe unavyoona mvua hii inanyesha ya mapato na matumizi ya mwezi wa 12, na wewe kusanya kodi. Ndio wafanyabiashara wengi ni mawakala wa serikali kusanya kodi hizi za matumizi, VAT. Mfanyabiashara anakusanya kodi sio yake wala yeye sio mlipaji. Ameikusanya kutoka kwa mlaji, wajibu wake ni kuja kuiremit, yani kuiwasilisha TRA kwa niaba ya mlipa kodi na kwa niaba ya serikali. Kwa hiyo anakuwa ni wakala amesoma pale, anayewakilisha serikali upande mmoja na upande wa pili anamwakilisha mlaji wa mwisho. Ndio mfumo wa mfanyabiashara huo. Kwa hiyo tunamuomba atumie fursa ya mwezi wa 12 akusanye hizo kodi. Na kwa upande wa mapato wajue ndio mwezi tunafunga mahesabu waje walipe. Na sisi tuna mzigo mkubwa katika malengo haya ya kodi. Disemba tunakuwa na lengo kubwa kuliko miezi yote. Kwa sababu kodi unapowekewa lengo, wameangalia makadirio kwamba huu ndio mwezi ambao mapato ni mengi vile vile. Kwa lengo linakuwa kubwa. Kwa hiyo tunawahamasisha ndugu zetu wafanyabiashara na wananchi kwa ujumla, kila mmoja atekeleze wajibu wake. Atimize wajibu wake katika mwezi Disemba, alipe kodi kwa hiari. Kila mmoja atekeleze wajibu wake. Na katika mwezi wa Desemba tunasema mwishoni mwa mwaka ndio ile robo ya mwisho inaisha. Yaani kulikuwa na robo ya kwanza. Nyewe mnaita kota Tunaita kota ya kwanza, kota ya pili. Sasa sisi Waswahili tumesema robo ya kwanza, robo ya pili, ya tatu, ya nne ndio tunamalizia hii Desemba. Sasa huu mwezi Desemba yeye mwenyewe kama afisa mkuu alivyosema wa hii mamlaka katika kukusanya kodi, anasema ndio mwezi mvua zinanyesha. Yaani maana yake watu wanatumia sana kodi, watalipa sana. Kwa hiyo na wakati huu ndio kukinga kukinga maji yasipotee na kweli mwezi huu sio wengine tunasafiri, tunatumia mafuta mengi sana kwenye magari lakini kule tunakula mbuzi wa kutosha na mambo mengi. Kwa hiyo kweli tunatumia kweli tunapata kodi. Naona sasa. Kwa hiyo ndugu zangu, tujitahidi kuweka mahesabu yetu sawa sawa, ili kama alivyosema mwaka ujao, tunapoingia mwaka ujao tunaingia na mahesabu yetu yako safi. Mambo ya kukimbizana haya bwana, ulipo kuhimizana wakati tunajua wajibu wetu. Nasema wengine wanasema tutii taratibu au tutii sheria bila shuruti. Vitu namna hii inakuwa safi kabisa. Na kusisitiza wewe rafiki yangu, kuna rafiki yangu mmoja huwa tunatembeleana mfanya biashara. Weka mambo yako sawa katika kodi, mambo yao mazuri. Na turudi tena kwako. Katika mwezi huu wa Desemba, pamoja kwamba tunawahimiza, lakini nyinyi TRA mnachukua hatua gani kuhakikisha kwamba watu wanaelewa hili jambo sawa sawa, hasa kwa mwezi huu tunapofunga? Au labda kuna kampeni fulani au jitihada fulani mnazifanya za kuelimisha watu, kuwapa ujumbe huo kwamba malizieni jamani, wekeni mambo yenu sawa sawa. Hiki kitu kwenu mmekichukulia katika ukubwa gani? Mtangazaji, tunafanya hii kampeni kupitia vyombo mbalimbali vya habari. Hivi niko na kipindi chako hiki katika televisheni yako, lakini kuna vipindi televisheni karibu zote nchini, zilizoko Dar es Salaam na zilizoko mikoani. Tuna vipindi katika redio zote za Dar es Salaam na za mikoani. Tuna matangazo katika magazeti yote, magazeti ya kiofisi na ya udaku. Tuna matangazo katika mitandao yote ya kijamii, Facebook, Instagram, WhatsApp, pote tupo. Tuna account YouTube, utatukuta tunahamasisha. Kwa hiyo lengo letu ni kuona kwamba kama wananchi sasa hivi wasikilize redio, waangalie TV na huko kwenye simu zao, utatukuta huko tuna matangazo yetu ya kuhamasisha. Lakini tunafanya semina na wadau mbalimbali. Tunaalikwa katika vyama vya wafanyabiashara na makundi mbalimbali ya wafanyabiashara, tunaelimisha watu. Kwa hiyo hii spidi ya kuelimisha tumeianza toka mwanzo wa mwaka na tunamaliza nayo na tunaendelea nayo. Kwa hiyo swala la kwamba tunaelimisha kiasi gani, hili ni jambo la kudumu na ni jambo endelevu.
Aha. Na baada ya kuhitimisha mapato, mara nyingi mnapofanya makusanyo ya mapato ya kodi hizi, na kila mwezi wakati fulani mlikuwa mnatoa taarifa ya kwamba mwezi huu tumefikia. Hii ni endelevu au ndio inakoma hivi kota ya mwisho hii? Kila mwezi na tunamshukuru Mungu tangu tumeanza mwaka huu wa fedha, kwa maana tunaanzia Julai mwaka 2025 ndio mwaka mpya wa fedha ambao tunaenda kuishia Juni mwaka 2026. Miezi yote tumekuwa tunavuka malengo tuliyowekewa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mungu ni mwema. Tena tuliogopa sana, hata unakuwa Oktoba ilikuwa nzuri ni mwezi wa 29 ile. Ukasema watu kidogo Mungu wangu sasa tarehe kutoka, lakini tukavuka bwana. Tumevuka, tunajivunia pamoja na hali kutokuwa shwari. Disemba, Oktoba tumevuka, Novemba tumevuka. Kwa hiyo mambo yenu mazuri. Na Disemba tutavuka. Mimi hilo nilifikiria sana. Nilisikia nataka niangalie hawa mamlaka mapato Tanzania. Wao mnatoka kipaumbele sana, yani kifua mbele. Mnatangaza pa tumevuka lengo. Hiyo nikasema hivi hali hii hao jamaa watavuka lengo kweli hawa? Ya, tunashukuru na kwa kushukuru hapa ni walipa kodi. Hatuvuki kwa ujanja wetu. Nini? Lakini walipa kodi kwamba umetupa ushirikiano hata katika kipindi kigumu. Lakini na nyinyi mnafanya jitihada kukinga. Na tuna kampeni maalum ya kuwashukuru. Tutatembea katika maeneo yao. Ndio. Tutakata keki na wao. Tunawashukuru. Kwa sababu unajua wanasema ukishukuru kwa kidogo ndipo utaongezewa. Mimi nataka nione. Mimi nataka nirushe. Mimi nataka wakati pale mtakapokata keki. Nitaka nirushe tu ile kusudi wengine pia waone kwamba TRA walikata keki wakawashukuru walipokuja kamishna mkuu kwamba tufanye zoezi hili, tutembelee walipa kodi wetu na wadau wengine tuwashukuru kwa kutuwezesha kuendelea kuvuka safari yetu ya kuvuka. Kama mwaka wetu unaisha Juni bado tuna miezi, hapa ndio tuko nusu sasa. Kwa Disemba ndio tuko nusu ya mwaka wa fedha wa serikali. Bado tuna nusu bado kufikia malengo yale tuliowekewa. Kwa hiyo mwaka wa fedha uliopita tulivuka malengo miezi yote. Sasa na kwa mwaka huu ndio tutajitahidi tufanye vile vile na zaidi. Sasa hapa nyinyi na miaka miwili nyinyi tofauti. Unajua kwa nini nasema? Hii robo ya 4 ndio ya kumaliza mwaka wa kalenda. Wa kalenda. Miaka hii tunaita miaka ya 4. Kuna mwaka wa kalenda na mwaka wa fedha kama financial year. Kwa hiyo mwaka wa kalenda unaishia Juni wa serikali. Huu wa kalenda ambao ndio mahesabu ya wafanyabiashara wengi yanafungwa unaishia Disemba. Tofautisha kati mwaka wa kalenda na mwaka wa fedha. Na mwaka wa fedha wa serikali. Mwaka wa fedha wa serikali unaishia Juni. Lakini huu mwaka wa kalenda wa wafanyabiashara unaishia Disemba. Sawa. Kuna mtazamaji wangu, kama utakuwa na maswali haya na nini, tutaweza kuyakusanya, tutawaletea bwana wajue kwamba hiki kipindi mlikuwa mnafuatilia kwa makini na mna swali. Namba yetu ya simu ni ile ile, ni 0742 77 3444. Nirudie namba hiyo 0742 77 3444. Ukiandika ujumbe au swali lako au una maoni, basi sisi tutafikisha huo ujumbe kwa wahusika na wao watajua hivi vipindi vitaendelea. Tutawapa majibu. Tunasema hivi, wanasema wenyewe feedback kwa Kiingereza. Kwa Kiswahili wanasema mrejesho, lakini mimi napenda sana kuita tutawapa mshindo nyuma wa yale ambayo mmeyauliza au kuna maoni mbalimbali ili mambo yawe mazuri zaidi. Naam. Sasa mtangazaji, kama umetaja namba yako ya simu, ndio, na umewapa fursa walipa kodi wetu kuuliza maswali, ningewaambia tu kwamba na sisi tuna namba za bure. Maana tuna kituo chetu tunaita call center. Kituo cha kupokea inquiries, maswali na hoja za walipa kodi wetu wa Tanzania kwa jumla. Hiyo akinaniwa inaenda moja kwa moja hapo, halipi chochote. Niruhusu nisitaje namba.
umsaidie. Yani hiyo ni muhimu sana. Na tuna kituo chetu cha huduma kwa mteja. Ndio. Namba za simu 0800 75 0075. Hiyo namba moja ya bure. Ndio. Namba ya pili ni 0800 78 0078. Namba ile ile kutoka mwisho, ile ya kwanza ilikuwa 75, ya pili 78. Na namba ya tatu nyingine ya bure ni 0800 11 0016. Call center watapokea maswali yako, atakujibu ndio lile ambalo linawashinda call center, wanaliunganisha kwa ofisa mhusika. Analijibu na unapata majibu yako yote. Na hiyo kupiga simu ni shida. Kuna namba ya WhatsApp. Sasa namba ya WhatsApp 0744 23 33 33. Nirudie. Namba ya WhatsApp sasa ndio habari ya mjini. Rudia. 0744 23 33 33 tena. Hiyo WhatsApp tuma ka message kako, utajibiwa vizuri na ufafanuzi utatoka. Sawa. Karibuni sana TRA. Na mpenzi mtazamaji wa television Tumaini, katika Kahawa au Chai sehemu ya pili, meza majadiliano, mawasiliano umepewa. Kama una maoni, una swali, una jambo lolote linahusiana na haya ambayo yameulizwa, au swali nyingine lolote lile ambalo pengine lilikuwa linakukereketa kwa siku nyingi, leo tumekuchokoza, basi kama mlivyoambiwa kuna call center ya Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA, unapiga huko au unaandika ujumbe wako kwenye WhatsApp ambayo namba imesomwa hapa, utajibiwa moja kwa moja, na hilo litatuwezesha kwamba kuweza kutoa majibu zaidi. Maana nafikiri siku nyingine tukisema tena kwamba tufanye kipindi hautakataa, si ndio? Karibuni sana. Hii ni kazi yetu. Mimi nawaambia elimu haina mwisho. Mimi nawaambia kwamba ni bahari. Nawaambia watazamaji kwamba mmesikia wenyewe kwamba wapo tayari, kwamba hata yale ambayo itakwenda kuwa maswali mkiuliza baadaye kama hayatajibiwa, mtaambia bwana, kuna maswali waliuliza lakini wanasema hawajayapata vizuri. Kwenye kipindi chetu kama hiki tena tutaongea, tutajadili, hatutaishia hapo. Kwa hiyo kwa hilo basi, na unaweza ukatembelea mtangazaji website yetu. Yako mambo mengi mle, majarida mengi, kutoa nyingi. Imeandikwa katika website. Ambayo ni website yenu inasema www.tra.go.tz. Rudia tena, www.tra.go.tz. Ukiingia kwenye website ya TRA utapata elimu kubwa sana ya mambo ya kodi. Ipo rahisi sana. Lakini vile TRA tunapatikana online, TRA Online TV ipo. Ukioga hata simu yako ya mkononi ukaitafuta TRA Online TV, utapata vipindi vyetu mbalimbali vya kuelimisha masuala ya kodi. Ndio. Sawa. Tunapatikana Facebook, tunapatikana vile vile Instagram. Naam. Kwa vijana wangu wa mitandao ya kijamii. Hivi TRA mpango wenu sasa mwaka mpya mnaingiaje? Sisi tunatuomba kama tuingie mwaka mpya kwa kishindo. Mwaka mpya kwa kujivuna kwamba tumelipa kodi. Kwa ajili ya maendeleo ya taifa. Mtaingia kwa kishindo. Na sisi tunaingia kwa kishindo. Tulikuwa tukivuka malengo. Sasa Disemba hii tukavuka lengo hili kubwa kuliko miezi yote. Tunaingia mwaka mpya tukisema kwamba kwa kweli tumeshamaliza kula mbuzi, tumebakiza mkia. Mpenzi mtazamaji, tunaambia kwamba TRA wataingia kwa kishindo. Naomba Mwenyezi Mungu anifikishe huo mwaka unaokuja ili nije kuuliza tena kile kishindo kiko wapi. Nikupe nafasi ya kutoa wito, kama una wito wako mwisho kwa ajili ya mtazamaji wangu, lakini pia nitoe nafasi kwa kama una maoni pia kwa wito wako wa ujumla, ili na kumaliza mwaka huu tumalize kwa furaha, tumalize huku tukiwa hatudai. Unajua ukimaliza mwaka hapo na madeni unakuwa na wasiwasi unapoingia mwaka mpya. Kwa hiyo kodi kama watu wamelipa vizuri, mambo yatakuwa mazuri zaidi. Naomba upe hiyo nafasi. Nashukuru sana ndugu zangu wa Tanzania na ndugu zangu walipa kodi. Niwaombe kwamba tujitahidi mwezi huu wa Disemba tulipe kodi kwa hiari zaidi. Tumalizie malipikizo yetu ya kodi za nyuma pamoja na kulipa installment ya mwisho katika kodi ya mapato, na tuone kwa matumizi yetu yote ambayo tunafanya tunadai receipt. Ukiuza wewe unauza, toa receipt, na wewe unanunua dai receipt. Kwa sababu usipodai receipt
kuna uwezekano mkubwa wa kodi yako iliyokatwa kwa wale manunuzi yako kutokuifikia serikali. Ilipo kodi kwa hiari kwa maendeleo ya taifa letu. Asante sana kwa ujumbe huo muhimu sana. Huyu ni afisa mkuu wa usimamizi wa kodi kutoka Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA, ndugu Hamadi Mteri, ambaye ameeleza mambo mengi sana katika hii ya mwisho uliyoisema hii. Ukinunua dai risiti na ukiuza toa risiti. Huu msemo ni mfupi sana, lakini una maana kubwa, kwa sababu kwa mnunuzi wa kawaida anaweza kaona kwamba ni kitu kidogo, karatasi tu, kama hakina maana. Lakini mimi nilipata kuelezwa na nyinyi waelimishaji wa mambo haya ya kodi, sisi wadau wenu, mkatuambia kwamba unajua ukichukua risiti unakuwa ni sehemu ya kwamba unakuwa na uhakika mapato yamekwenda. Yaani kodi yako umeichangia serikali, umechangia nchi ili iweze kuendelea na maendeleo mbalimbali, barabara zetu na mambo ya namna hii. Kutoa huduma za kiuchumi na huduma za kale karatasi tu niko pewa au niko dai. Nilikuwa nataka nimalize kipindi, lakini naomba ueleze kwa kifupi tu juu ya umuhimu wa kudai risiti na yule muuzaji kutoa risiti. Fanya hizi risiti ni za kielektroniki. Na risiti hizi zimeunganishwa na mfumo wetu mkubwa. Kwa hiyo unapoona ile mashine iko pale mezani kwa mfanyabiashara, haisomi tu pale kwenye mashine, inasoma pia kwenye seva kubwa ambayo iko TRA makao makuu. Kwa hiyo anapokupa risiti, kitendo anabonyeza tu iprint, kule imeshajiandika hiyo moja kwa moja kwenye seva. Kwa ile mauzo pale, yule mfanyabiashara hataweza tena kudanganya kama mimi sijauza. Au aseme labda niliuza 100,000, aseme niliuza 50,000. Hapana. Hakika anachokiandika pale kinaandikwa kwenye mfumo wetu moja kwa moja. Sasa usipodai risiti, hilo tendo la kuandika ile mauzo bila hiari ya mfanyabiashara kwenye mfumo wetu halitatokea. Kwa hiyo ana uwezekano hapa ni biashara yake pale pale dukani kwake ikaishia pale pale. Akasema mimi leo sijauza kutwa nzima, na kumbe ameuza. Yaani kila unapodai risiti unasababisha yale mauzo sasa yaandikwe TRA makao makuu. Hiyo ndiyo logic behind. Kwa mfumo wetu wa risiti elektroniki uko internet based. Ni internet based. Ile mashine pale mezani sio stand alone. Imeunganishwa na mfumo wa internet. Kwa hiyo mauzo yale yanaandikiwa TRA bila mfanyabiashara mwenyewe kupenda. Atake asitake, ile taarifa za mauzo tutakuwa na sisi tunazo. Kwa hiyo naweza kutoka ofisini na kwenda kumkagua mfanyabiashara, tayari nina orodha ya mauzo yake. Akiniambia mimi jana sijauza, naambia tizama bwana, haya yameandikwa kule kwenye seva yetu, hujauza kivipi? Kwa hiyo utalipa kodi kulingana na unachokiuza. Lakini usipodai risiti, yale mauzo hayataandikwa popote TRA. Kwa hiyo ni hiari yake mfanyabiashara kuyaonesha, kuyadeclare. Kwa hiyo umuhimu wa risiti ni ili tusaidie kuepukana na udanganyifu kwa upande wa biashara. Ndio umuhimu wa kudai risiti. Kwa hiyo kudai risiti ni mchango wako mkubwa sana kwenye kuhakikisha kwamba kodi ya serikali inalipwa. Mpeni Kaisari vilivyo vyake Kaisari, na Mungu mpeni vilivyo vyake Mungu. Sawa. Na kulikuwa na wakati fulani niliuliza juu ya wanasema details za risiti za hasa risiti tunazopata katika vituo vya mafuta kwenye magari. Kwa sababu nikienda kuweka mafuta kwenye gari, mbona ile risiti ninayopewa iandiki namba yangu ya gari pale kwenye ile risiti? Naona kwamba risiti imetolewa, bwana risiti yako hii hapa. Lakini nikiangalia risiti, namba ya gari, labda gari yangu TZ sijui nini, namba fulani hivi. Lakini ile namba ya gari nikijaza hapa mafuta, nikienda mahali fulani nikijaza tena hawaandiki. Nikasema hii TRA
kuna umuhimu wa kushughulikia swala hili. Tulishaliona ndugu mtangazaji, tulishaliona hilo tatizo, na zile mashine ambazo tunaziita mashine zile za PFPP. PFPP. Fiscal pump printers zile. Sawa? Yani ni mashine zile zinazofungwa kwenye vituo vya mafuta ambazo ni fiscalized mashine vile vile zinatumika. Lakini tulikuwa kwenye pilot stage. Kwa katika stage ya utafiti kwanza. Tuone kwamba tukilaunch ile zoezi zitafanya kazi kwa ufanisi vipi. Kwa hiyo zote zilifungwa, lakini tulikuwa katika kipindi cha pilot uangalizi. Na miongoni mwa mambo tuliona ni mapungufu ni hilo. Na ndio maana unakuta kwamba zile sisi zinakaa pale zinajaa ndoo nzima. Watu hata hawazichukui. Sababu tuchukua haina namba yako ya gari bwana. Tumeshaliona sasa hivi teknolojia sasa hivi inaruhusu sasa. Tukikamilisha phase inayokuja kuboresha zile mashine. Sasa gari likiingia automatic kwenye kituo cha mafuta, utakuwa na kamera za kupiga picha, alafu zitakuwa zimeunganishwa na nini? Na ile mashine. Ile fiscal pump printers itakuwa zimeonyesha. Kwa hiyo automatic itatoka na nini? Na namba yako ya gari, huyo ambaye umenunua mafuta. Kwa hiyo ilikuwa ni pale stage ya kujifunza, tunaendelea kuboresha mfumo, tutasoma. Unaona hata ukienda Muhimbili hospitalini pale sasa hivi. Toka unaanzia getini. Ile risiti unachukua na namba yako ya gari tayari. Au ukienda pale Mlimani City. Tayari unapigwa na kamera zile papa. Risiti unapata na namba yako ya gari. Hata unataka na petrol station nazo hivyo. Teknolojia inawezekana. Kwa hiyo kwenye kuboresha awamu inayokuja ya kuboresha zile mashine zetu. Fiscal pump printers zilizofungwa kwenye vituo vya mafuta, tutahakikisha kwamba sasa na namba ya gari inatokeza kwenye risiti. Tunashukuru umeliona hizo, ushaliona mbele yako. Na lipo kwenye pipeline linafanywa kazi. Mimi nashukuru kama mlifanyia kazi, maana lilikuwa ni swali langu ambalo la msingi nilikuwa naliona. Tunaiboresha kila siku. Tunaiboresha kila kukicha. Na teknolojia ndio kitu ambacho tunasema technology is not static. It is dynamic. Iko ni kitu ambacho endelevu. Lazima tuendane na mabadiliko, na tukiona mapungufu tuboreshe. Na uboreshaji ni endelevu. Na tufika mahali tuseme tuboresha mpaka mwisho. Hapana. Kila siku. Teknolojia ikibadilika ni lazima tuende nayo. Sasa la mwisho kabisa. Nataka nikupe salamu zangu za heri ya Christmas na mwaka mpya. Sasa heri ya Christmas na mwaka mpya, nikupe nafasi ya kusalimia wafanyakazi wa TRA, lakini pia yani salamu za mwisho wa mwaka za Christmas na mwaka mpya. Alafu pia hata familia yako, kwa sababu leo umekuwa muda wangu mzuri. Nakushukuru sana. Hasa mwisho wa mwaka, mwisho wa mwaka huwa tunapeana zawadi. Sasa mimi zawadi yangu kwa leo ndio hiyo. Nakushukuru, na ndio maana tunakuwa ile siku ya kufungua zawadi. Boxing Day wanaita. Na box ile sio box ni ngumi. Kufungua box ni zawadi. Yenye zawadi. Tunashukuru tuna mabox mengi ndani ya zawadi. Sasa tunashukuru, mimi leo nimeanza mapema sana na zawadi yako. Ndio. Labda nichukue fursa hii niwatakie kwanza walipa kodi wetu. Maana ndio wadau wetu muhimu. Kwa nafasi kutembea kifua mbele. Ndio. Kama nilivyokuambia tutaanza mwaka mpya kwa kishindo. Hatuwezi kuanza kwa kishindo bila ushirikiano wao. Basi niwatakie heri ya sikukuu ya Noeli na mwaka mpya. Maana kule Kongo Christmas sio muhimu sana. Ile mwaka mpya bonane ndio shughuli kubwa bonane yani mwaka mpya. Sasa tuwatakie heri ya sikukuu ya Noeli kwa maana Christmas na heri ya mwaka mpya bonane. Ndugu zangu walipa kodi, ndugu zangu staff wenzangu, ndugu zangu viongozi wangu wa nchi, wote niwatakie heri ya Christmas na mwaka mpya. Sisi tumejipanga kukusanya kodi kwa niaba ya Tanzania, na tunaomba Tanzania watupe ushirikiano, lipa kodi kwa ajili ya maendeleo ya taifa lako. Asante sana. Na mpenzi mtazamaji, na kufikia hapo basi nimefikia mwisho wa kipindi chetu cha Kahawa au Chai, sehemu ya pili, meza majadiliano. Kumbuka leo tumezungumzia juu ya mwezi Disemba na umuhimu wa ukusanyaji wa kodi, lakini katika humo tumepata mengi sana. Na leo msemaji wetu mzuri kabisa ambaye ametueleza na kutuelimisha vya kutosha, bila shaka mpenzi mtazamaji umefuatilia, si mwingine ni ndugu Hamadi Mtere. Yeye ni afisa mkuu na wa usimamizi wa kodi Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA makao makuu, ambayo iko hapa jijini Dar es Salaam. Mimi naitwa January Nchimbi.
na kutakia kila laheri, na endelea kufuatilia vipindi vyetu kutoka hapa Television Tumaini. Asante sana. Asante sana. Asante sana. Barikiwa sana. Asante na karibu sana. sana. Asante sana.